Mambo ni vipi mwana familia wangu? Ni time nyingine poa tunakutana hapa kuweza kuhabarishana na kujuzana machache ya kimichezo kati ya mengi ambayo yameweza kutufikia hapa mezani kwetu Data Kiki. Na moja kwa moja bila kupoteza muda wala kupoteza wakati tunaenda kutua pale kwenye mitaa ya wekundu wa Msimbazi Simba kuangalia kuna nini hapo mara baada ya CAF kuweza kutoa taarifa yao kuhusiana na mchezo wa marudiano kati ya timu ya Simba dhidi ya timu ya Esperance de Tunis kutokea pale nchini Tunisia. Kama ninavyofahamu, klabu ya Simba walikuwa pale nchini Tunisia na waliweza kucheza mchezo wao wa kundi D kwenye michuano ya klabu bingwa barani Afrika, na bahati mbaya kwao klabu ya Simba waliweza kupoteza mchezo wa 3 mfululizo katika kundi hilo D, na safari hii walipoteza mbele ya miamba hawa kutokea pale nchini Tunisia, Esperance de Tunis, kwa chuma 1-0. Sasa kuelekea kwenye mchezo wa marudiano ambapo hapa mnyama atakopo nyumbani pale kwenye dimba la Benjamin Mkapa, Rupaso ama wengi wanaopenda kupaita kwenye Karaira Moto, Benjamin Mkapa hawezi kutoka mtu. Kuna taarifa ambayo imeweza kutolewa kuhusiana na mchezo huu ambao mnyama atakopo nyumbani pale kwenye dimba la Benjamin Mkapa. Sasa ni taarifa gani ambayo inahusiana na moja kwa moja na mchezo wa marudiano kati ya klabu ya Simba dhidi ya timu ya Esperance de Tunis kutoka kwenye kundi D kwenye michuano hii ya klabu bingwa barani Afrika? Undani wa taarifa hii ni kusimwa na mchezo wangu. Uendelee kusalia nasi hapa Bongo Data Kiki ili uweze kuwa mtu wa kwanza kuweza kupata kila aina ya taarifa mpya ya kimichezo. Na kama wewe ulikuwa bado hujasubscribe channel yetu hii ya Data Kiki, basi nikwambie kiukweli ulikuwa unapitwa na taarifa nyingi na zile nzuri za kimichezo ambazo sisi huwa tunakusogezea kila siku kupitia hapa Data Kiki. Sasa utafanyaje ili usiendelee kupitwa na hizo taarifa mpya za kimichezo kutoka hapa Data Kiki? Cha kufanya sasa hivi swala ni jepesi kabisa, mwana michezo wangu. Hakikisha unakwenda kusubscribe channel yetu hii ya Data Kiki kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe, kisha kubonyeza alama ya kengele itakayotokea hapo kwa kutani on notification. Ukishafanya hivyo, basi wewe utakuwa umemaliza kila kitu, utakuwa mdau wetu wa kwanza na mwanafamilia wetu wa kwanza kuweza kujipatia kila aina ya taarifa mpya ya kimichezo ambayo sisi huwa tunakusogezea wewe kila siku kupitia hapa Data Kiki. Au utakao kuwaza tena utapata wapi taarifa mpya za kimichezo? Bado utapokea notification moja kwa moja kwenye simu yako ya mkononi ya kwamba tumekwisha weza kukusogezea taarifa mpya za kimichezo, na jukumu lako mama linakuwa jepesi kabisa mwana michezo wangu, ni kwenda kutazamia hiyo taarifa mpya ya kimichezo ambayo sisi tumekusogezea wewe moja kwa moja kupitia hapa Data Kiki. Na kama wewe tayari umekwisha weza kusubscribe channel yetu, sasa twende tukaangazie kuhusiana na kile ambacho nimeweza kukujuza hapo awali juu ya mchezo wa marudiano kati ya klabu ya Simba dhidi ya timu ya Esperance de Tunis kutokea pale nchini Tunisia. Sasa kama tunavyofahamu mapema klabu ya Simba wameweza kurejea hapa nchini Tanzania wakitokea pale nchini Tunisia mara baada ya kuweza kukamilisha ratiba ya mzunguko wa kwanza kwenye michuano ya klabu bingwa barani Afrika kwenye mchezo wa 3 wakicheza dhidi ya timu ya Esperance de Tunis, na kwa bahati mbaya zaidi klabu ya Simba wameweza kupoteza mchezo huo kwa chuma 1-0 pale nchini Tunisia. Sasa kuelekea mchezo wa marudiano klabu ya Simba wamejiandaa vilivyo kuweza kuondoka na alama 3 ambazo wenyewe kama anavyosema kupitia afisa habari na mawasiliano wa timu hiyo ya Simba, hapa namzungumzia bwana Ahmed Ali, akisema ya kwamba uwezekano wa kufuzu bado upo na wanajipanga kutoa dozi nzito kwenye michezo mitatu weza kusalia ili kuhakikisha wanaondoka na alama 3 muhimu zitakazoweza kuwasaidia kwenye kutinga kwenye hatua ya robo finali ya michuano hiyo ya klabu bingwa barani Afrika. Sasa mara baada tu ya klabu ya Simba kutua hapa nchini Tanzania kutokea pale nchini Tunisia, ratiba yao sasa hivi kwanza watakwenda kucheza kwenye michuano ya ligi kuu ya NBC Tanzania bara, na mchezo wao utakuwa ni dhidi ya timu ya Mashujaa FC. Mchezo unatarajiwa kufanyika Januari hii hapa 29 pale kwenye dimba la Meja Jenerali Isamuyo, ambapo uwanja huo klabu ya Simba wanautumia kama ni uwanja wao wa nyumbani. Hivyo klabu ya Simba itakuwa nyumbani kuialika timu hii ya Mashujaa FC kucheza mchezo wao wa ligi kuu ya NBC Tanzania bara. Mara baada ya hapo sasa kuweza kutamatisha ratiba ya ligi kuu ya NBC Tanzania bara, klabu ya Simba watakeukia upande wa pili kwenye ile michuano ya klabu bingwa barani Afrika, na safari hii watakuja kurudiana dhidi ya timu ya Esperance de Tunis, ambapo mchezo wao wa kwanza waliweza kupoteza kwa chuma 1-0. Kwa upande wangu naiona bado klabu ya Simba ina nafasi kubwa ya kuweza kutinga kwenye hatua ya robo finali. Ukiangalia namna ambavyo kundi lao D
jinsi lilivyo mpaka sasa hivi, kila timu bado ina nafasi, licha ya baadhi ya timu kupoteza michezo, baadhi ya timu pia kuweza kusali, lakini baadhi ya timu kuweza kushinda. Lakini ukiangalia nafasi ambayo yupo klabu ya Simba, licha ya kutoweza kukusanya alama yote mpaka sasa hivi, lakini bado kwenye michezo mitatu iliweza kusalia, ana nafasi ya kutinga kwenye hatua ya robo finali ya michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Ukirejea vizuri kwenye mahesabu ya kwenye karatasi, unaweza kumpa nafasi timu ya Simba kwenda kwenye hatua inayofuata. Sasa mchezo huu wa marudiano kati ya klabu ya Simba dhidi ya timu ya Esperance de Tunis kutokea pale nchini Tunisia unatarajiwa kufanyika mnamo mwezi huu wa kwanza tarehe 31 kwenye dimba la Benjamin Mkapa lililopo pale jijini Dar es Salaam. Mchezo huu utazikutanisha timu hizi mbili, ambapo huu mchezo unaweza kusema ya kwamba ndio utaamua hatima ya klabu ya Simba kwenye kutinga kwenye hatua ya robo finali ya michuano ya klabu bingwa barani Afrika, au safari yao kuweza kuishia kwenye hatua ya makundi kwenye michuano hii ya klabu bingwa barani Afrika. Ikitokea klabu ya Simba wameweza kufanya vizuri ama kushinda mchezo huu, basi ni mwanzo mzuri kwenye hatua hiyo. Lakini ikitokea kwa bahati mbaya mnyama akapoteza tena ama kutoa sare ya namna yoyote ile, bila shaka yale matumaini ya timu ya Simba Sports Club kutinga kwenye hatua ya robo finali ya michuano hiyo ya klabu bingwa barani Afrika yanaweza kuishia hapa. Sasa hapa ndo msimamo wa kundi D kwenye michuano ya klabu bingwa barani Afrika, ambapo ndani yake kuna timu ya Simba Sports Club ambao hawa wameweza kucheza michezo mitatu pasipo kuweza kukusanya alama yoyote ile. Nafasi ya kwanza inashikiliwa na timu ya Stade Malien kutokea pale nchini Mali, wao wakiweza kucheza michezo mitatu na kujikusanyia takribani alama 7. Nafasi ya pili inashikiliwa na timu ya Esperance de Tunis, wao wakicheza michezo mitatu na wakiweza kujikusanyia takribani alama 5. Lakini kwa upande wa nafasi ya tatu inashikiliwa na timu ya Pedro de Luanda kutokea pale nchini Angola, wao wakicheza takriban michezo mitatu na kujikusanyia alama 4. Huku nafasi ya mwisho katika kundi hili D inashikiliwa na timu ya Simba Sports Club. Huo ndo msimamo wa kundi D kama nilivyokusogezea hapo, ambapo ndani yake kuna timu ya Simba Sports Club. Mimi namaliza hivyo kuhusiana na hiki ambacho nimekusogezea sasa hivi juu ya yale machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kuhusiana na ile michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Hapa tumelizungumzia sana sana kundi D, ambapo ndani yake kuna timu ya Simba Sports Club. Sasa huu ndo muda wako sahihi wa kutuambia maoni yako na mtazamo wako kuhusiana na hiki. Kama unachote kitu, wewe njoo tuandikie kupitia sehemu ya comment, bila kusahau na mchezo wangu kulike, kushare, na jambo la muhimu kuliko yote cha kufanya sasa hivi, hakikisha unakwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza hayo maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yanayoandikwa subscribe, kisha kutani on notification kwa kubonyeza alama ya kengele itakayotokeza hapo pembeni. Ukishafanya hivyo, wewe utakuwa ni mdau wetu wa kwanza kuweza kujipatia kila aina ya taarifa mpya ile michezo ambayo sisi huwa tunakusogezea kila siku kupitia hapa Data Kick. Na utaka kuwaza tena utapata wapi taarifa mpya za kimichezo, bado utapokea notification moja kwa moja kwenye simu yako ya mkononi.